wewe. Potea hapa sasa nikuone. Basi jazenzi. Potea. Potea nikitoka simkuti hapa. Wanadamu wamefanya nifanye niliyoyafanya. Mara wemo kizidi marezi hayana huruma. Iko wapi furaha nilotegemea? Maji kisimani, cha ajabu anatembea. Sina amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Huyu mzee asotajwa kimtoja jina lake mara ghafla anatokea. Huyu mzee arumbaka mkamwana wake ni aibu na fezea. Jamani jitu la ajabu. Umundani ndo mnavyoishi na mdogo wako? Kumtuma dukani mara moja tu anachelewa kurudi kiasi hiki? Mama, mwanao umemlea vibaya. Mbona mimi hujanyenyekea kiasi hiki? Namnyenyekea Basi leo akirudi nitambonda kama simjui. Yaani mpaka utamuonea huruma. Yaani kumbe ninavyoishi hivi ninavyokaa na waangalia hivi mnaona kama mimi nadekeza Sasa subiri ninakuwa nasikia kwa yeye tu. Taangalia tena. Unasemaga tu hivyo hivyo. Unaweza? Yaani nakwambia subiri, wewe si upo? Naye atarudi hapa, atakaporudi tutaona. Haiwezekani maisha gani? Hata tuone arudi. Wewe. Ebi. Wewe. Niko nakuta unisikia au? Kwani kuna muhimu gani kuitikia? Unajitia jeuri sio? Wewe achana na mimi. Sawa. Sasa leo nazama geto leo. Kwani vipi? Wanadamu wamefanya nifanye niliyoyafanya. Mara wemo kizidi marezi hayana huruma. Iko wapi furaha nilotegemea? Wewe unaniambia na mimi nikikupia vitu vyangu. Unajua fika yule demu mimi namuelewa. Mwanangu, unajua nini? Mimi kwanza ile pisi nimeelewa kishenzi. Yaani nimeelewa hapo kija kuangalia namna ilivyo ile ilivyokata kule nyuma namna kutembea nini na ile rangi mwanangu. Demu nimeelewa kishenzi yani. Emi! Vipi? Vipi? Siongea, una nini? Mama! Mama! Tena. Mimi hata sielewi. Nini tena? Emi! Wewe, Emi! Nini kwani? Nini? Nani? Umebakwa? Sema nini wewe mwanangu sana. Alafu mimi lazima nirudie naye tena. Kwa lazima nitakustua mwanangu. Yaani wewe usiwaze kwenye hilo, lazima nitakustua. Mwisho unaona mtoto nyepe yule? Niliona hilo. Lazima nitakustua mwanangu, wewe usiwaze, wewe ndio kichau wangu. Basi sawa. Ila ndio usinikose sasa. Ikiwa tayari tu wewe nistue, mimi nimuelewa mwanangu. Mwanangu halina muda. Yaani hilo halina muda. Sidhani kama siku 3 hizi zitapita. Lazima nirudie tena show. Yaani lazima turudie show. Haina noma. Kama hujanipata mwenyewe kunisaka hata simu nicheki. Mwanangu nakutimbia kule maskani. Au sio? Yaani nakutimbia maskani afu ule na kumsikiliza pande fulani, lazima akatize pande hizo. Afu ile tutapita naye. Haina shida. Poa basi mwanangu, usiwaze kuhusu hilo. Poa. Nani? Kama kachemba mtoto cha mtongi. Wewe. Mama kwani familia mtoto nini sisi? Wewe. Hebu mpeleke
Mweke huyu kwanza mdogo wako ndani. Basi. Pole. Mimi naenda huko kwa baba. Wanadamu wamefanya nifanye niliyoyafanya, mara wema ukizidi malezi hayana huruma. Iko wapi furaha niletegemea? Najua kama unapitia wakati mgumu sana. Lakini nikuombe kwamba endelea kuwa na moyo wa subira na uvumilivu. Lakini pia nikuombe endelea kusimama karibu na Emi, kwa sababu anapitia wakati mgumu. Na faraja pekee ni wewe, kwa sababu nahisi kabisa ndio mwanaume sahihi na wa thamani katika moyo wake. Unajua kaka, mimi nashindwa kuvumilia. Nashindwa hata kujiamini pia katika harakati zangu zote za kazi. Kwa sababu yule mwanamke mimi nilimwamini kwa asilimia nyingi sana. Na nilimfanyia kila kitu kwa kutambua ni mwanamke wangu wa maisha yangu. Lakini kitu ambacho amekuja ukifanya, ameleta dharau. Alafu kijiji kizima kinatambua ujinga ambao yeye akaufanya. Unafikiri mimi nitaonekanaje? Mbona mhukumu Emi pasina uhakika? Lakini mbona ni mwanamke ambaye anajitoa sana kwenye mapenzi yake juu yako. Unataka kumhukumu kwa hili? Mimi sitaki kuamini kwamba yeye amedhamiria. Hili mkuta kama bahati mbaya tu. Na ukija kulinganisha kwamba hili familia ni familia ya kishetani na ile jumba ni jumba la Jahannam, unashindwa kuamini wapi hapo? Hivi mapenzi gani ambayo unazungumzia? Yaani unataka kuniambia mwanamke anaweza kubaka kwenye geto la mwanaume? Mimi ninachoona wale walikubaliana, ila ameshindwa kuhimili mikiki ya mwanaume. Na ndio maana yote yakatokea. Lakini wale wamekubaliana na inaonekana kitambo kabisa wanaishi. Odi kaka. Karibu. Odi. Habari za nyumbani dada? Nyumbani sio kwema. Kwa nini? Mwanao Emi amebakwa na mtoto wa Chamtungi. Amebakwa? Ndo nimekuja huku ili nijue tunafanyaje. Afadhali dadangu umekuja. Naomba nitoe mkeka ili tuzungumze hili. Tukae tena kaka. Mimi nilijua utasema hebu twende huko na sisi twende tukamkomesha. Ananichiti mimi. Mimi nilimwamini kwa asilimia kubwa sana yule mpenzi wangu, lakini ameniona mimi sifai katika maisha yake. Ameamua kunidhalilisha katika hiki kijiji. Sasa mimi sioni jambo lingine la kufikiria hapo. Hapana, mimi sitaki kuamini hilo. Emi ya kuingia mle kwa mapenzi yake. Kwa jinsi nilivyoona. Hapana. Yaani ameshurutishwa na amefanyishwa kwa nguvu. Wewe na Emi mlianza mbali sana kwenye mahusiano yenu. Na imani hawezi kukufanyia kitu kibaya kama kile kilichomkuta basi kwa madhamirio. Hapana. Ila ni bahati mbaya tu. Na kama ungekuwepo siku ile na yule kijana jinsi alivyokuwa, mimi na imani usingemhukumu hivi na kumhukumu. Wanasema usikihukumu kitabu kwa jalada la nje tu, unapaswa ukisome kisha upate majibu ya kwa kitabu nini kinachomaanisha. Ndivyo kwa Emi. Usimhukumu kwa kuhisi wala kusikia. Unapaswa wewe sasa ukae naye ili akuelezee kwa kina ilikuwaje. Lakini kwa mimi nilivyomuona, nimeashiria kabisa nimepata majibu kwamba hakukusudia kuingia kwenye jumba lile, kwa sababu pale ni jumba la Jahannam lile. Muda ni mwalimu. Acha tuone nifundishe. Basi nashukuru. Mimi nakwenda. Sawa ndugu. Iko wapi furaha niletegemea? Maji kisimani, cha ajabu anatembea. Ama kweli mjomba sio mama. Ungekuwa na uchungu kama mimi nilivyomzaa, usingesema hayo. Sasa mimi wacha niende kwa mzee Chamtungi nikafuatilia tukia mwanao. Dada. Rudi dada, utatafuta matatizo huko. Ama kweli asila sana. Sasa huyu anachokifanya kitaniletea madhara. Mwanao yupo wapi?
Kumbe wanao mwalea vibaya sana eh? Sasa nikimkamata nitamuua, aidha nitamfunga. Kumbe jambo lenyewe ndio hilo. Sikiliza mzazi mwenzangu, mizali mtoto wako wewe ni wa kike, wa kwangu mimi na kiume, bora waoane. Kumbe wewe mjinga sana. Sasa nitamfunga. Tondoke. Wapi rafiki yangu? Kwa alichokifanya napaswa akate kichwa na tuzike chini. Sawa, lakini ile familia ni mzito. Hatuwezi kwenda kama unavyotaka wewe. Tutapata madhara makubwa sana. Unachokiongea kimepita huku kinatokea huku. Yaani hamna namna yoyote unaweza kunishawishi. Inamaanisha mimi mambo yote kwamba leo kuambia kwamba jambo mimi naifanya sio kwa liza yangu, na maana unataka tu kunielewa. Nimejaribu kule kutumia kila mbinu, hadi tu mapenzi yangu yaendelee, lakini unataka kunielewa. Unataka nikwambie vipi mpaka uamini? Mapenzi gani ambayo unazungumzia? Mapenzi kunichiti? Una upendo gani kwangu? Nisikilize, nilikusamini, nilikujali. Lakini kitu ambacho wewe umenifanyia, wewe sio mwanamke sahihi tena kwa upande wangu. Fanya habari zako. Maana huyo mwanaume ambaye ulienda kushiriki naye, huyo ndo mwanaume sahihi kwa upande wako. Basi, acha mimi niendelee na maisha yangu. Hapana. Mimi samani yako nimeiona, ndio maana mama leo kuja hapa kuja kueleza jambo lote lilotokea. Lakini nashangaa mwenzangu, nilitegemea utalipokea kama nini? Mtu wa kunifariji mimi. Lakini nashangaa leo hii unakuja kusema kuniambia tipita hivi. Mimi namaanisha niondoke. Unamaanisha mapenzi yetu ni basi? Hamna mwanaume unayempenda zaidi yangu. Huyo mwingine ambaye ulienda kufanya naye, unaingia hadi ndani afu unaniambia wewe umebakwa. Wewe uko serious kabisa? Wewe ni malaya. Sasa endelea na malaya yako, afu achana na mimi. Kuku mmoja. Huo unyonge wako ndio maana kila siku hii familia wanaionea. Nisikilize, sawa? Mimi ni rafiki, wewe ni mjomba, na ninachojua mimi mjomba sawa sana mama. Nisikilize, kama wewe uwezi mimi naenda. Mara wemo kizidi marezi hayana huruma. Iko wapi furaha niletegemea? Kumbuka tulipotoka. Leo na mama niache kisa naifanya tu katili huu. Kwa hiyo yaani leo hii mimi uniamini, unategemea jambo kwa nini mimi nimelipanga mwenyewe? Ana mwanamume ninayopenda zaidi yako. Mbona unanifanya hivi lakini yami? Kama ulifanya mazuri huko nyuma ndio umeamua hapa leo nifanyie ubaya, si ndio? Mimi sijafanya makusudi kulipia wewe. Wewe ni mpenzi wangu, na sasa mimi kakulipia ubaya jamani. Kwani kuna kusagana ambayo umenifanyia mimi mpaka nikulipia ubaya? Yaani nyinyi wanawake sio wa kuamini. Unajua nilikuthamini sana, nilikujali, afu leo unakuja unafanya ujinga. Kwa nini unanichukuliaje bwana? Unataka nife, si ndio? Unataka nife hiki kijiji cha Ngambuni sijui wajue kama wewe umeandika historia katika maisha yako uliwahi kumuua kijana kwa ajili ya mapenzi, si ndio? Kwa upande wangu umefeli. Hauwezi tena kunidanganya kwa lolote. Changanya mbaligia zako uende kwenu. Hamna chochote unaweza kuniongelea mimi. Sawa, kama umeamua ndio iwe hivyo. Sina jinsi, mapenzi hayalazimishwi. Ila kumbuka tu kwa mimi nakupenda sana. Unaamua leo mimi niache kisa tukio nilofanyiwa. Yaani mimi nilitegemea ndo utakuwa kwanza kunifariji, lakini leo wewe unaniacha. Tena uko nyumbani kwako unaniambia mimi niondoke. Sawa, mimi naondoka. Sina amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Tembo liko wapi? Rafiki yangu. Si ameshakujibu? Asitaki kulisikia hilo neno. Tembo liko nitakutia mbao, tembo liko wapi? Tembo uko kijiweni. Tondoka. Wanadamu wamefanya nifanye niliyoyafanya. Mara wemo kizidi marezi hayana huruma. Iko wapi furaha niletegemea? Maji kisimani, cha ajabu anatembea. Sina amani tena. Sina
amani tena. Umesema? Shikamoo mjomba. Tembo nimemkuta. Tembo. Yo. Unatafutwa. Na nani? Kuna watu wanakutafuta, mbeba mapanga na mashoka. Samila hao wanataka kukuua. Asante mtoto. Inatosha mwanzo. Waliamini ushirikina, wakafanya mambo sonamana. Waliamini ushirikina, wakafanya mambo yenye rana. Amefariki? Vipi mzee? Dada yangu amefariki. Na alikupigia simu nani? Nani amenipigia simu? Pole sana rafiki yangu. Asante sana. Pole sana. Asante sana. Sasa ndoke tu nyumbani. Iko wapi furaha nilitegemea? Maji kisimani, cha ajabu anatembea. Sina amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Huyu mzee asotajua, ukimtaja jina lake mara ghafla anatokea. Naona hapa kila kitu kiko sawa, lakini kwamba kunahitajika wawili watatu ambao ni vijana wakaongeze nguvu kule ya kuchimba mwanandani, lakini pia huko ndani tumeambiwa hakuna kuni. Kwa hiyo tunahitaji wawili watatu tena wengine tukatafute kuni kwa ajili ya mambo mengine huko ndani yaendelee. Kwa hiyo kama wapo wa vijana wajitoe waende kule na wengine wanipate tukatafute kuni. Mnapanga huko ndani. Wanadamu wamefanya nifanye niliyoyafanya, mara wema ukizidi malezi hayana huruma. Vai. Wakubwa, mimi nimekuja na matatizo kijijini kwangu.
na si mengine. Matatizo yaliyopo weshakuwa wanaandama familia yangu. Mtoto wangu yuko matatani tena sana 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 sana. Sasa sina pa kukimbilia zaidi ya kwenu. Nyinyi ndio mlionipa nguvu mimi. Naomba msaada wenu. Mtoto huyu anataka kuangamia. Wanataka kumchinja, kumuua na mapanga. Pia hawaheshimu hata uwepo wangu mimi. Sasa naomba hivi, msaada wenu, nimekuja kwenu, ndio mnavyonipa nguvu, basi nahitaji kuanzia sasa hivi. Muda huu mjitokeze mje kunipa nini nifanye. Zemsati, naona umeniita, sema shida yako. Sawa sawa. Wakuu, nyinyi ndio mnanipa nguvu za aina yote na ujasiri wote mnanipa nyinyi, si wengineo. Sasa nimekuja na matatizo, na matatizo nilionayo, familia yangu ipo matatani tena sana. Sasa sina budi kurudi kwenye maombi ili munielekeze nini nifanye. Mwanangu wanataka kumchinja tena kumwangamiza, na hawaogopi chochote. Hata ufalme wangu wanataka kufunika nisijulikane ni nani, na hilo sitaki kamwe. Sasa nimerudi, naomba msaada wenu. Sawa sawa, nimeona kijana wako anamsakama sana, wameungana kumwangamiza kijana wako. Sasa Zemsati, wewe una nguvu sana. Sasa huyo kijana wako atabadilika kuwa jitu la ajabu. Utavyomuita jitu atakuja kama jitu, utavyomuita tembo atakuja kama mwanao. Je, uko tayari? Niko tayari kutatuka matatizo yangu, ni nafuu kwangu, niko tayari kwa hilo. Fumba macho. Poleni sana wajomba. Asante mjomba. Mimi najua sasa mnapitia wakati mgumu sana toka mumpoteze mama yenu, ila nachowaambia kitu kimoja tu. Kwa sasa utasikia vingi sana kuhusu kifo cha mama yenu, lakini muwe makini. Jueni mwenye uwezo wa kutoa roho ya binadamu ni Mwenyezi Mungu pekee kwenye dunia. Sawa jomba? Ya, na kingine kuhusu yule mzee, sitaki muongelee hata kidogo, maana wanasema mchawi mpe mtoto akulelea. Tunaelewana wajomba? Nakuelewa mjomba. Kwa maana hiyo ninachomaanisha kwa kipindi hichi chote tunatakiwa tuwe karibu sana na yule mzee, yaani familia ya yule mzee tuwe naye karibu. Vipi Sheikh? Ina maana bado hujalipata solution la tatizo? Naam. Bado sijalipata suluhisho la tatizo. Na unavyoniona hapa ndipo nipo katika harakati ya kufungua vitabu, na nishafungua sana vitabu, lakini bado sijapata suluhisho la jambo hili.
sawa, hapo tena utajua wewe cha kukifanya, maana mimi tegemezi langu ni mimi. Ni kweli, na sio wewe tu, hata wana kijiji pia tegemeo lao ni mimi. Nipate suluhisho ili niliondoe hili tatizo. Na mpaka sasa unavyoniona nishapekua sana vitabu, lakini bado sijapata suluhisho la tatizo hili. Lakini na shauku sana ya kuliona hili jitu lipoje. Acha niliite. Je, litakuja? Ina maana kuzungumza tu ameshafika. Kama ndio hili, hivi kweli linaweza kuua hili? Jamani, jitu la ajabu. Kuzungumza atekeleza. Asante sana mizimu yangu, nashukuru kwa hilo. Jamani, jitu linaua watu. Jamani, jitu. Sisi tunajielewa na hatuwezi kumwangalia kabisa yule mzee. Kwa mjomba wangu kuwa na amani kuhusu hilo. sawa. Ila mjomba? Naam. Haina jinsi. Mjomba. Naam. Yaani mimi nitegemea katika kikao hiki tutaongea swala la mzee tunamwangushaje, lakini leo mjomba tunakuja kuongea kwa swala la mzee adui tumeweka katika familia yetu. Kwa hiyo inawezekana mjomba? Acha. Mjomba, wewe bado kijana mdogo sana. Isikuchongee hiyo migoko mjomba. Kwenye dunia hujayajua mengi. Mimi naongea kwa wema. Sio tukatafuta matatizo kwenye familia. Yasitokee makubwa zaidi ya haya. Mwalimu wangu aliniachiaga kitabu. Wewe ni mwanafunzi wangu. Tena ninakuamini. Nimekupa vitabu vingi sana. Kwa hiyo nataka nikukabidhi na kitabu hiki. Hata mimi nilipokabidhiwa na mwalimu wangu sijawahi kukifungua hata siku moja. Kwa hiyo naomba nikukabidhi hiki kitabu, ukilinde, usiweze kukifungua mpaka itapohitajika siku kufunguliwa basi. Sawa mwalimu, mimi nashukuru kwa kuniamini na mimi ninakuahidi kitabu hicho nitakitunza na sitokifungua. Kama wewe ulivyopewa na mwalimu wako na hakakuhusia kwamba usikifungue, na mimi ninakuahidi mwalimu, nitakitunza na kukitazama na sitokifungua na sitokuangusha mwalimu wangu. Ninashukuru sana kwa kuniamini. Asante sana mwalimu wangu. Najua umenipatia vitabu vingi, lakini hiki ni kama zawadi kwangu. Na ikiwezekana hata zawadi kwenye familia yangu au kwenye kijiji kiujumla. Na ninakuahidi mwalimu, sitokifungua. Ninashukuru sana mwalimu. Sasa mimi naona bora ungekitumia hicho kitabu ambacho alichokuachia mwalimu wako, huenda ikawa sababu ya kuondoa tatizo hili. Ni kweli. Mwalimu wangu alivyoniachiaga kitabu akaniambia, mwambie huyo, maana kiwopolopo sana huyo, utauponza. Sawa mjomba. Katika hili mimi sina pingamizi, maana nyinyi ndio wakubwa kwangu. Nashukuru kama mmenielewa. Wewe ndo dada mkubwa sasa. Naomba umlee huyu. Uishi kwa upendo, kwa usikivu, mheshimiane. Mmebaki wawili tu sasa. Ila kama utashindwa kuishi hapa, njoeni nyumbani. Mimi nitawalea bila tatizo lolote. Sawa jomba zangu? Sawa. Mimi nakwenda. Nilikuja kuwapa maneno hayo tu. Tutaonana wakati mwingine. Sawa mjomba. Nashukuru.
Kazi yangu mimi ni kukitazama na kukilinda na sio kukifungua. Lakini kwa hapa matatizo yalipofikia, hapana budi kukifungua na kukiangalia ndani kina nini, huenda tutapata suluhisho la tatizo hili. Sawa. Basi bora mimi nikushauri kwamba ukitumia kwa kitabu huenda kawa sababu ya kuondosha ile tatizo lililopo katika kijiji. Maana mimi na wana kijiji tegemezi letu ni wewe kufungua. Mimi nasema katika hilo hakuna tatizo. Nitakifungua na nitakiangalia na nitaanza kukitumia. Na naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu jambo hili ninakwenda kulimaliza. Kupitia kitabu hiki na kwa uwezo alionijalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo hili nakwenda kulimaliza. Na ninalijua hilo. Kama wewe na wanakijiji wote au baadhi yao, tegemeo lao ni mimi. Na mimi ninakuahidi wewe na ninawaahidi wanakijiji wote, insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu jambo hili ninakwenda kulitokomeza. Na ninakwenda kuangamiza matatizo yote kupitia kitabu hichi alichoniachia shekhi wangu. Basi insha Allah mimi nikutakia kila laheri katika hilo. Amin. Kijiji kinaangamia, watu wanateketea, lakini watu matumaini yao ni mimi. Mwenyezi Mungu, nipe msaada katika hili, nipe nguvu katika hili. Wachawi, washirikina, wanga na hata wanaochipukia wote ni wamalize. Mwenyezi Mungu nisimamie. Alhamdulillah. Mtu muhimu sana katika maisha yako. Sikuamini kwa hiki unachoniambia. Kumbe ni mtu wa thamani katika maisha yangu. Kwa nini unashindwa kunielewa jambo ninalokuambia kila siku? Leo hii umeamua kupoteza muda wako na kunipa mimi pole. Mimi ningetegemea kabisa ungenielewa katika mahusiano yetu tungerudi kama zamani. Mimi nipo hapa sio kuzungumzia mahusiano ambayo alishapita huko nyuma. Mimi nimekupa pole kwa msiba ambao umekukuta. Unajua kumpoteza mama ni jambo kubwa sana hapa duniani. Yaani poteza vitu vyote, poteza muda, poteza pesa, lakini sio mama. Kwa hiyo najua unapitia wakati mgumu sana. Na ndio maana nimekupa pole. Na hiki kitu ambacho mimi nimetamka kwa upande wako, basi ninahisi mtu mwingine yoyote yule ambaye anakufahamu na anajua kama wewe umefiwa, basi ni jambo la heri sana akakupa hii pole. Na ndio maana na mimi nikasubutu kukupa pole. Kwa sababu tunafahamiana. Bwana, nilikuwa na hofu sana rafiki yangu. Ulikuwa una hofu gani? Siku 2 3 hivi hapa nisizokuona hizi. Nilijua bado upo Ngamboni. Hapana, mimi Ngamboni nimetoka na wiki 2 hivi nimetoka nipo huku. Sawa, nasikia huko Ngamboni kuna maafa makubwa sana yanatokea. Maafa? Ndio. Maafa gani? Chantungi unajua? Namfahamu. Nasikia anaua watu. Anaua watu? Ndio. Wamemkosea nini mpaka anaua watu? Hapo sasa sijajua kwa kosa gani waliowafanyia mpaka ikasababisha na waua. Yaani afadhali hata kuua kwa watu wanaanza kusikia na studio fulani kafa kidogo nafuu kuliko ni uaje nao tumia yule bwana anakamata kama kuku anatumia kuchinja. Sawa. Ila mimi pole yako nimepokea na nimetengeneza yenye thamani kwenye moyo wangu. Kwa sababu ni mwanawe ambaye ninakupenda. Leo hii pole yako mboloni pa mimi ni kubwa sana. Jaribu basi kunielewa na turudi tena kama zamani. Mimi naona kwa sasa sina umuhimu kwa upande wako. Pole sana kwa kumpoteza mama. Bye. Iko wapi furaha nilotegemea? Maji kisimani, cha ajabu anatembea. Sina amani. Sina
amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Huyu mzee asotajwa kimtaja jina lake mara ghafla anatokea. Huyu mzee mpaka mkamwana wake aibu na fezea. Sababu mimi nipo huko na mtu wangu kule ametoka. Kitakachowakuta tena watajua wenyewe walichonkosea. Sababu mimi nipo huku, kitakachoendelea kwa chochote watajua wenyewe tena. Au vipi? Basi haina tatizo. Ndio kama hivyo, Mungu kafanya wepesi leo. Tumeonana. Sema sasa usikae ubize sana. Baadaye nitakukolu. Kuna vitu nataka tuongee. Basi haina tabu. Poa. Poa. Najua umezikwa chini ya hili kaburi. Sina amani, sina furaha katika haya maisha, na ninapopitia changamoto yoyote, basi napenda kuja hapa katika hili kaburi. Kiukweli ndani ya nafsi yangu huwa najiliwaza, maana sehemu kwenye utulivu na amani. Najua unanisikia, mimi bado na imani na wewe. Umeniita? Hapana mzee, sijakuita. Sikiliza vizuri. Ukilitaja tu jina langu, wewe umeniita. Sasa sema shida yako. Sijakuita mzee. Nielewe vizuri. Tena weka akili yako vizuri. Kawaida yangu mimi ukinitaja tu unajua una shida na wewe. Ni lazima nije. Ndio maana nimekuja. Sema shida yako. Hapana, mimi sina shida na wewe. Wewe si umesema huna shida na mimi? Mimi nina shida na wewe. Nimempata mwenzangu, nampenda, naye pia na imani ananipenda, ila wenye nguvu ndo namtumia. Nahitaji nguvu niweze kuwashinda watu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mamangu, naomba unisaidie. Tulia. Nisikilize vizuri. Yaani una uwezo wa kuniondolea nyama yangu wewe? Hapana, ile nyama sio ya kwako, ile nyama ni ya kwetu. Katika chama chetu kuna mmoja wetu ana zamu yake ya kutoa, ile ndio nyama yake ya kutoa. Sasa unatuchukuliaje nyama yetu? Labda unifahamu vizuri na uelewi nilichojia hapa. Yule kanita na mtu aliyekuita ina maana ana shida na wewe, ndio maana nikaja. Unanitibiaje? Hapana. Kama itakuwa amekuita basi hiyo ndio kuita. Huwezi kuchukua nyama yangu wakati mimi nipo. Ile nyama ni kwetu. Una haki na uwezo wa kuzungumza hivyo wewe? Uwezo huo nao na uwezo kunifanya lolote. Nisikilize vizuri. Tena unisikilize vizuri. Mimi naitwa Msati cha Mtungi. Na siri ya mtungi ajue kata peka yake. Si wewe. Ili unaolifanya utakuja kujutia.
Tupeleke kwa mkuu. Jamani jitu urina faza maji haya. Jamani jitu urina watu jitu. Safi sana. Asili yangu kidogo sasa imepungua. Na kama isingetokea tukio hili basi ningeangamiza kijiji kizima. Wakafanya mambo yenye rana. Ndio katika maisha kwa Mkuu, tumemokota huyu katika himaya yako. Tumemkamata, tumemleta mbele yako. Inaonekana ni mtu kutokea duniani ha? Na umefikaje huko? Wenda ile huwa maana hamna chochote ninachokumbuka. Sawa. Hivyo ndivyo mlivyomkuta? Hapana mkuu. Mavazi yake kachukua ngwena, kapeleka kambi ya pili. Naomba mkamhifadhi pazuri sana. Na mumpe huduma kama anavyopewa huduma wengine hapa. Sawa sawa? Sawa mkuu. Halafu mkafuata mavazi yake muje mumpe. Sawa mkuu. Nendeni. Jana. Peleke. Pole sana. Najua kuna mengi mabaya yanakukuta. Na sina msaada wa aina yoyote zaidi ya kukupa wewe pole.
Sawa, asante. Kawaida tushapoa. Na kilichonileta mimi hapa kwako ni kuhusu swala zima la Ami. Nimekwenda kwake mara kadhaa, sijabahatika kumuona hata mara moja. Sijui mwenzangu unafahamu wapi alipo? Yaani kifupi mwenye kuhusu Ami sijui. Na mimi nimetafuta kila sehemu lakini sijamuona. Hapo nyumbani kwako unaposema hapo nimeenda sana lakini sijafanikiwa kumuona. Sasa atakuwa kaenda wapi? Hapa hata mwenyewe mshangaza. Kwa sababu sio kawaida yake kuondoka bila kuaga. Hata kama tumeachana, kutoa taarifa ni muhimu. Na kinachonishangaza mimi, pale nyumbani kwake hakujafungwa na kufuli. Yaani inaonyesha kama mtu hajakwenda mbali na eneo lile. Lakini kila nikihangaika, kila nikipita mtaani, si mwenyewe ndio apatikane kabisa. Sasa nikahisi nikasema labda uenda ukawa unajua fununu aina yote kuhusu yeye. Na ndio maana nikatia mguu wangu. Yaani mwenyewe ndio kifupi sijui. Na sijui hata naanzia wapi, unitafuta maana nitafuta mpaka nimechoka. Sawa. Sasa mimi naendelea kumtafuta. Kama nitapata fununu aina yote nitakuja kukwambia. Lakini hata wewe ukipata fununu yote basi nijuze. Sawa. Haya, kwaheri. Sawa. Nisikilize wewe, usilolijua sawa na usiku wa kiza. Wewe umemfanya mwanangu hawe mbaya zaidi. Tena kitendo ulichokifanya kwako wewe umenitangazia hapa pote. Sasa talbishu si ubao kwenye ziki ya mafao. Japo wewe mdogo mimi unifai, lakini kwa hapa utanifaa. Kwa sababu umetaka wewe mwenyewe nilifanye jambo alilofanya mwanangu, alafu ulitangaze kama ulivyotangazia yeye. Wewe mzee, sikiza nikwambie. Kwanza unajua nakuchukia katika maisha yangu. Stay away from me. Kaa mbali na mimi. Sawa? Na sitaki kunifuatia katika maisha yangu. Ukiniona napita kushoto, pita kulia. Sasa nisikilize. Kama unanichukia basi utanichukia vizuri. Sio siku nyingine, ni leo. Huyu mzee asotaji ukimtaja jina lake mara ghafla anatokea. Huyu mzee mpaka mkamwana wake aibu na fezea. Jamani, jitu la ajabu. Jamani, jitu ulinaua watu. Jamani, jitu ulinaua watu. Jitu waliamini ushirikina wakafanya mambo sonamana. Waliamini ushirikina wakafanya mambo yenye rana. Mbona upo kimya? Na hutaki kunijibu swali langu. Kwa nini ulitabasamu baada ya kuliona lile ua? Mke wangu, ukimya wangu una maana sana. Na furaha yangu ina sababu pia. Hivi unakumbuka ile karatasi niliyokupa unihifadhia? Ndio nakumbuka. Naomba kaniletea.
Sawa. Hatongile baba. Ndaba. Mke wangu, hili ndilo ua alilokuwa nalo yule kijana. Ndio maana ulifurahia baada ya kumwona? Ndiyo, maana hii ndiyo tiba kwa maradhi yani niliyokuwa nayo mimi, hususan kiuno na huu mguu mmoja usiofanya kazi kabisa. Pia na inavyoonyesha njia ya kurudi duniani. Sawa, nimefurahi kusikia hivyo, sababu nimekumbuka sana duniani. Na kuhusu kupona, usijali mume wangu, utapona. Sawa mke wangu. Tena na ndio maana nataka nifanye kila jitihada apewe ulinzi wa kutosha kama ninavyopewa mimi, ili ua tu nilipate. Fanya hivyo mume wangu. Usijali, nitafanya hivyo. Nimefurahi kusikia hivyo. Hatongile baba. Acha! Haiwezekani mwili wangu kufanya kama godoro. Mtoto kapita na baba naye kapita. Sina amani tena. Sina amani tena. Haupaswi kufanya hivyo, ingawa amekufanyia mabaya. Kwa madhambi aliyofanya lazima wahukumiwe. Mdogo wangu, usifanye hivyo. Mimi niko upande wako. Na kwa hili sitakuwa kimya tena. Na kwa hili lazima nililipize. Iko wapi furaha nilotegemea? Maji kisimani, cha ajabu anatembea. Sina amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Huyu mzee asotajuki mtoja jina lake mara ghafla anatokea. Huyu mzee rumbaka mkamwana wake ni aibu na fezea. Jamani jitu la ajabu. Jamani jitu linaua watu. Umeniitia nini huku kichakani? Unajua ile jambo alilofanya kiongozi, yaani limenishangaza sana. Hivi inawezekana vipi kumpokea mgeni ambaye amfahamu na huku akiwa na tabasamu kubwa sana, yaani ana furaha? Hata mimi nashangaa. Kiongozi alipoliona lile ua alitabasamu sana. Unamaanisha nini? Na wasiwasi lile ua lina kitu. Kitu? Wewe unafikiri kitu gani ambacho kipo kwenye ua? Hata mimi sifahamu. Basi kama wewe ufahamu, basi inahitajika sisi tuchunguze kwa makini sana ili tuweze kulijua lile ua ndani yake lina nini. Sawa. Na tukija kubaini, basi hakikisha hiyo siri mimi na wewe tunaweza tukaenda.
Ustazi. Naam. Hii bwana, nimekuja kuhusu swala langu. Naam. Je, linaendeleaje lile swala? Ni kweli Sheikh, jambo lako ni gumu. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka hapa tulipofikia tuseme tu alhamdulillah. Sawa. Mimi pia nakutakia kila laheri. Naam. Upambane kuhusu hili swala ili liishe. Maana nina haraka sana. Kwa kuwa ili jambo naofia lisije likawa kubwa zaidi hapa kijijini. Na hiyo ndo kawaida. Mtu utakapokuwa na matatizo lazima uwe na kihemuhemu na uwe na haraka ya kulitatua jambo lako, ili namna gani uweze kufanyaje kuepukana na majanga. Lakini mimi nikuahidi tu jambo moja. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'an, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yoyote atakayemcha Mwenyezi Mungu kweli wa kumcha, basi anampa matokeo ya jambo lake analoliendea. Na mimi ninapambana na namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie katika hili ili niweze kulitatua. Na niseme tu shekhe wangu, mpaka tulipofikia shekhe, jambo lako linakwenda kumalizika shekhe. Basi mimi nashukuru sana. Na kuombea kwa Mungu endelee kuwa na moyo wa kusaidia watu. Inshallah. Maana ile tatizo sio la kwangu tu. La jamii yote. Sawa. Sawa ustazi. Naam. Ngoja mimi nikuache nikaendelea na majukumu yangu mengine. Inshallah shekhe. Mimi nadhani nikuache. Kwa sababu nilikuwa na harakati kidogo za kutafuta vindi vitatu hapa. Naam. Ili nije kuchachua mdomo. Basi sawa. Maana vijana wa sasa hivi kuna neno lao wanalitumia, lakini mimi nasema nimekuwa na hamu na maini shekhe. Sawa. Inshallah. Shekhe tutazungumza vizuri. Sawa, nitarudi wakati mwingine. Hamna shida. Wewe wala usijali. Jambo kwa uwezo Mwenyezi Mungu linaenda kutimia hili. Linaenda kuisha shekhe. Inshallah shekhe. Nadhani tutaonana. Hem, nieleze huko ulipotoka kupoje? Maana nahisi taswira yake kwenye akili yangu imenitoka kabisa. Nilipotoka kupo sawa, amani na tawala, kiufupi tuna enjoy. Ila Mungu ni dereva. Hata huku nilipokuja naona kuna mazingira tofauti sana, tena mazuri. Kuna utulivu, hata muda wa kufanya ibada huku ni rahisi sana, hakuna mambo mengi. Ila kule noma ise. Ni kweli, kwa sababu kiongozi wetu anazidi kupaboresha. Ila samani, tunaweza tukawa marafiki? Hilo sio swala la kuniomba, kwa sababu ukaribu wetu ni usaiba tosha. Nafurahi kusikia hivyo, lakini lengo la kuomba urafiki, nilikuwa nahitaji kuna vitu unisaidie, na mimi baadhi ya vitu nikusaidie. Hamna shida. Vitu gani ambavyo unataka kunisaidia? Ndio na kiongozi. Nilikuwa naanza kabisa utafiti wangu na ilikuwa bado kidogo tu niweze jua, lakini kiongozi naona kitu cha samani sana. Kitu gani hiko? Hilo ua ulilokuwa nalo, maana hata huu ugonjwa niliokuwa nao kupona kwangu mpaka hilo ua. Hapo unaponiona sitembei, sikai, hata nyumbani weka tu mkono, na kama ukikubali kunipa hilo ua nitakupa dada yangu, na hata ufalme niliokuwa nao wote nitakukabidhi pia. Sawa, mimi nimekuelewa na ninaweza kufanya hivyo, na bila kunipa huyo dada yako wala hii maya ambayo unaizungumzia, sihitaji kabisa. Ninachohitaji mimi niondoke katika haya mazingira, maana sielewi. Halafu hiyo dunia ambayo mimi nimetoka, kuna matatizo makubwa sana katika kijiji chetu, na nahitaji msaada. Kuna mzee huwa na matawala kimabavu sana,
anaua watu bila hatia. Kiongozi, nahitaji nguvu kutoka kwako. Kama ukiweza kunisaidia, basi pia mimi nitakuwa ridhaa kukifanya iko kitu ambacho unakihitaji. Mzee, ni nani huyo? Msati cha Mtungi. Msati cha Mtungi? Hiyo ndiyo njia niliyotumia kumpa uchawi. Huyo Msati ni mwanafunzi wangu. Hii inawezekana vipi? Kwa sababu huyo mzee Msati cha Mtungi ambaye mimi namzungumzia ni mkongwe, afanani na wewe umri wako, alafu wewe ni kijana. Hii inawezekana vipi? Sisi tuliokuwa huko hatuzeeki, hatuli, hatunyi. Sawa, tofauti na maisha yaliyokuwa duniani. Huku sisi ni mchana tu, usiku hakuna. Kizinda baba Bangorobo, hii inawezekana vipi? Sawa, mimi nimekuelewa, naweza kufanya hivyo, ila pia nisaidie. Nahitaji niondoke nikasaidie familia yangu. Nahitaji nguvu kiongozi, ili niweze kupambana na ule mzee. Nakuomba sana. Sawa, naweza kukusaidia, ila siwezi kukusaidia kwanza mpaka mimi nipone, ndo tiba itaanza. Sawa, mimi nimekuelewa. Ngoja tuone. Nimekuita, kuna jambo limetokea. Ni jambo gani? Ule mzigo ulionikabidhi kuna mtu anauhitaji tena kwa nguvu sana. Katika familia yetu? Hapana, sio katika familia yenu, bali ni mtu wa kijiji jirani. Ni nani? Hebu ona. Huu mguu kwa wako hapo. Teddy anakuhitaji. Na shida gani? Teddy anaumwa sana. Amesema uende, kuna maana nataka kwa nini. Sawa, nimekuelewa. Lakini usiwe na wasiwasi. Kwa kuwa hili jambo umeniachia mimi, basi nitalifanyia kazi. Ila hili jambo tulifanye kwa haraka ili mambo yetu yaweze kukamilika. Sawa. Jambo mimi nikuachia wewe mzee wangu. Na mimi matumaini yangu yote makubwa yapo kwako. Sawa. Nimekuruhusu muda. Wanadamu wamefanya nifanye niliyoyafanya, mara wema ukizidi malezi hayana huruma. Iko wapi furaha nilotegemea? Maji kisimani, cha ajabu anatembea. Sina amani tena. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wema shekhi, sema alifadha. Alhamdulillah. Bwana, kama nilivyokuambia, hiki ndicho kitabu alichoniachaga mwalimu wangu. Na ndicho kitabu ambacho alichoniambia kazi yangu kukilinda na kukitazama, si kukifungua. Lakini kutokana na haya matatizo jinsi yalivyokuwa makubwa kwenye kijiji chetu, leo hapana budi ninakifungua ili tuone ndani jinsi gani tutakapopata suluhisho la tatizo hili. Au ndugu yangu unasemaje? Nikifungue? Sawa, tukifungue. Maana kulingana na matatizo ambayo yaliyoshamili katika kijiji hiki, mimi naona hapana budi kifungue tuone kilichokuwa ndani. Wanadamu wamefanya nifanye niliyoyafanya, mara wema ukizidi malezi hayana huruma. Iko wapi furaha nilotegemea? Maji kisimani, cha ajabu anatembea. Sina
amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Sina amani tena. Huyu mzee asotajuki mtoja jina lake mara ghafla anatokea. Huyu mzee mpaka mkamwana wake ni aibu na fezea. Jamani jitu la ajabu.